Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali linasema nini tafsiri ya amani? Swali hili linakuja kwa sababu tumekuwa tukiambiwa nchi yetu ya Tanzania haina amani. Hii tulionayo sio amani. Sijui, manake sisi tunajua amani kinyume chake ni hofu. Hivi kweli tuna hofu kiasi kwamba tunaweza kufuta maana ya amani katika nchi yetu? Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ni asdaqul qailina, ni mkweli wa wasemaji wote, yani ni mkweli kuliko wasemaji wote. Nimekuta katika surati Saba ambayo imepewa jina la mji wa Saba uliokuwepo miaka 1000 kabla ya leo katika mashariki ya Yaman, ambao sasa hivi unaitwa Marab. Nimekuta katika aya ya sura hii iliyopewa jina la mji huu ambao ulikuwa umenawiri, katika aya ya 18 Allah subhanahu wa ta'ala alitaja kitu katika neema za mji ule. Tabani umetajwa kama ni mfano wa mji wenye neema, na watu wake walipata madhara baada ya kutokuithamini na kuitunza ile neema. Nimepata tafsiri kwamba amani ni vitu vitatu. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anasema waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahira. Jambo la kwanza, iwe kuna miji mingi. Manake kuanzishwa kwa miji ni dalili ya utulivu wa watu, kwa sababu kuwekeza katika ujenzi na vitu unavyojenga ni vitu vinadumu kwa muda mrefu. Hizi ni mali za wanahitaji, hizi ni asset za kudumu na ambazo hazihamishiki. Mtu hawezi kuwekeza mahala ambapo anahofia kesho yake na kesho kutwa yake. Kwa hivyo kuota kwa miji mikubwa na midogo na vijiji kiasi kwamba miji inakuwa iko karibu, hii ni moja katika alama za amani. Quran dhahiratan, hiyo miji inakuwa ni mingi kiasi kwamba, namba 3, waqaddarna fiha sayr, unaweza kujipimia mwenyewe unaposafiri, nilale kwenye mji huu ama mji huu. Yani masafa yako karibu kiasi kwamba unaweza kufika katika mji, umepanga ulale katika mji fulani, ukafika ukaangalia saa mji unaofuatia hauko mbali sana, naweza nikasogea kidogo. Kwa hivyo Allah amelitaja hilo kwa maana ya waqaddarna fiha sayr, tukakadiria masafa. Kwa maana unaposafiri unaweza kujikadiria masafa wewe mwenyewe kwa sababu ya ukaribu wa ile miji. Namba 3, siru fiha layali wa ayaman aminina, unaweza kusafiri katika hiyo miji usiku na mchana hali ya kuwa hauna hofu yoyote. Usiku na mchana hali ya kuwa hauna hofu yoyote. Ikiwa katika nchi yenu watu wanajenga kiasi kwamba miji inakithiri siku hadi siku, na hiyo miji inakuwa kwa kukithirika kwake inakaribiana, hiyo inamfanya msafiri ajipimie mwenyewe masafa ya kusafiri kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, na anaweza kulala mahala popote, anaweza kuangusha gari mahala popote. Hii ni lugha ya kinaya. Na anaweza kusafiri usiku na mchana, yani anaweza kusafiri wakati wote hali ya kuwa ana amani. Yani akienda akipita mahala popote hana hofu ya kuvamiwa. Akiamua kulala mahala popote hana wasiwasi kwamba je, hapo mahala pako anaweza kulala salama, anaweza kupata chakula. Mtu anatembea habebi vyakula, habebi majiko ya kupikia, anaweza kuteremka mahala popote. Imetajwa katika Qur'ani kwamba hii ni katika tafsiri za amani. Na miongoni mwa tafsiri za amani ni kuwa mji huo umebarikiwa. Ni sisi tunalima, watu wanalima, wanatajirika, wanafanya biashara, wanatajirika. Watu wanaweza kujiajiri na wakafanya ujasiriamali mbalimbali. Wawekezaji wanaweza kuja ndani ya nchi yetu wakawekeza, uwekezaji wao ukatoa fursa za ajira. Kusema kweli, hii ni neema
Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema mkishukuru nitakuzidisheni, kukufuru yani ni kusema ni kutokuthamini, kutoku appreciate neema, unasema hamna kitu bwana, sisi tuko katika shida tu, tuko katika matatizo. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atudumishie amani, atudumishie neema zingine, neema zetu, na atujalie ni wenye kushukuru, na atujalie ni katika wale wenye kuzidishiwa. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.